Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaungana na jumuiya ya kimataifa kuadhimisha siku ya kimataifa ya kupinga usafirishaji haramu wa binadamu. Usafirishaji haramu wa binadamu ni uhalifu unaohusisha ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu na unahatarisha usalama wa Tanzania na taifa letu kwa ujumla. Hata hivyo, kudhoofisha maendeleo ya kijamii pia ya kiuchumi. Kila mwaka serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaungana na jumuiya ya kimataifa kulaani vitendo vyote vinavyohusisha na usafirishaji haramu wa binadamu. Na kazi mojawapo ya kubwa na ya msingi ambayo serikali hufanya ni kuelimisha umma na kuendelea kuwakumbusha wananchi juu ya madhara ya uhalifu unaohusiana na usafirishaji haramu wa binadamu. Mwaka huu Umoja wa Mataifa umetoa kauli mbiu ambayo kwa Kiswahili nikitafsiri inasema jihadhari na utumwa kupitia utapeli mitandaoni. Tunafahamu katika mitandao watu wanaahidiwa na kurubuniwa kwamba kuna ajira, kuna masomo, kuna biashara, na hatimaye mtu anaenda kujikuta yuko katika changamoto huko anakokwenda kwa sababu hakuhusisha ubalozi wala hakuhusisha serikali ama hakuhusisha wizara husika yenye dhamana ambayo ilipaswa kutoa ufafanuzi juu ya jambo hilo na kuwa na uhakika nalo na kulinda maisha ya watu. Ni usafirishaji haramu na Watanzania wanakwenda kupata shida katika nchi hizo wanazokwenda bila kufuata utaratibu. Sasa mafanikio katika serikali yetu ya awamu ya 6, tumefanya jitihada mbalimbali nyingi, mojawapo ikiwa ni kwa mwaka wa fedha 2025/26 tulifanikiwa kuokoa waathirika zaidi ya 160. Katika hao waathirika 160, 120 waliokolewa hapa nchini, zaidi ya 126, na 34 waliokolewa nje ya nchi, kwa maana walikuwa wameenda huko wakapata athari hizo za kwenda kama wahamiaji haramu. Lakini pia wapo waliokamatwa na tulifanikiwa kukamata watuhumiwa 57, ambapo 45 tayari tumekwisha kuwafikisha mahakamani na 12 upelelezi unaendelea. Lakini pia tumeanzisha kituo cha kupokea taarifa za usafirishaji haramu wa binadamu, ambapo Tanzania anaweza kutoa taarifa au kupiga simu namba 195. Lakini pamoja na hilo tumefanikiwa pia kuanzisha mfuko wa kusaidia waathirika wa usafirishaji haramu wa binadamu ambao bado tunaanza nao na tunaendelea kuhamasisha wadau wajitokeze kuweza kuunga mkono jitihada hizi nzuri za serikali. Lakini pia kuendelea na ujenzi wa nyumba salama ili kuboresha huduma za ulinzi, za afya, ushauri nasaha na msaada wa kisheria hasa kwa wale walioathirika. Lakini ujenzi huo tayari umefikia 73% kwa sasa na tunatarajia kukamilisha mwezi Novemba pengine 2026 inshallah, Mwenyezi Mungu atakapojalia. Katika eneo jingine ambalo lina mafanikio pia ningependa kusema ni jinsi ambavyo Wizara ya Mambo ya Ndani kupitia idara hiyo maalum imeweza kutoa elimu kwa wananchi 19,076. Wametoa mafunzo kwa wadau 314 wanaohusika na mapambano dhidi ya uhalifu, kuimarisha ushirikiano wa kitaifa, kikanda na kimataifa ili kukabiliana na mitandao ya uhalifu hii inayohusisha usafirishaji haramu wa binadamu. Hata hivyo, kama unavyoweza kufahamu, katika kila kitu unachoweza kukifanya changamoto hazikosi. Pamoja na mafanikio makubwa, changamoto ambazo tumekuwa tukikumbana nazo, mojawapo ni matumizi makubwa ya teknolojia ya mitandao ya kijamii. Hii inatumika sana kuwarubuni au waathirika au vijana au makundi mbalimbali au Watanzania kwa kuahidi ajira, masomo au mapato au kwamba kutakuwa na hali nzuri zaidi ya kiuchumi. Kwa hiyo mitandao ya kijamii pale inapotumika vibaya imekuwa ni sehemu ya athari. Lakini pia uelewa mdogo wa baadhi ya wananchi kuhusu viashiria vya awali vya usafirishaji haramu wa binadamu. Wengine wamekuwa wakikumbwa kwa kweli na changamoto hizi kwa sababu ya kutokuwa na uelewa wa kutosha. Pengine anaidiwa maisha mazuri na hatimaye anaenda kujikuta yuko katika mashaka, na wengine hata wanatolewa kafara huko au wanatumikishwa kwenye ngono, uzembe, ngono za kujiuza au shughuli nyingine zozote za kutweza utu na heshima ya mwanadamu. Lakini pia waathirika kutoa taarifa kwa wakati
kumekuwa nako kuna changamoto, labda mpaka itokee tatizo kubwa sana ndio wanatoa, au wakati mwingine kutokana na hofu au vitisho au kutokufahamu taratibu za kuripoti. Niwahamasishe balozi zetu zifanye kazi na zitumike huko nje ya nchi, lakini pia wizara yenye dhamana husika inaweza ikatumika kupitia vyombo vyake vilivyo chini ya Wizara ya Mambo ya Ndani ama Jeshi la Polisi. Lakini pia changamoto nyingine ni kuwepo kwa mitandao ya kihalifu inayovuka mipaka. Kwa mfano, wanaweza kuja kufanya uhalifu hapa nchini, wageni ambao ndio maana wakati wote serikali hii imeendelea kudhibiti nyenendo za wageni wanaoingia na kutoka, ili kuhakikisha kwamba hawaji kuja kuleta madhara makubwa kwa Watanzania. Lakini pia changamoto nyingine ni wahalifu kutumia mbinu zinazobadilika kila wakati, kwa sababu wakishakamatwa njia hii basi wanabuni njia nyingine ili kuweza kufanikisha malengo yao hayo maovu. Kwa hiyo wito wangu na maelekezo kimsingi dhidi ya mapambano haya yanahitaji kwa kweli ushirikiano wa wananchi kwa kiwango cha juu sana. Natoa wito kwa wananchi kuthibitisha uhalali wa kila fursa iwe ya ajira au ya masomo inayotolewa mtandaoni kupitia wizara husika, Wizara ya Mambo ya Ndani au balozi zetu, kabla ya kutoa taarifa zako binafsi au kusafiri kwenda katika nchi yoyote huko duniani, kwa sababu sisi kama serikali tunao wajibu wa kulinda uhai, usalama wa raia, lakini pia kuhakikisha kwamba wakati wote kama raia wa Tanzania tunakulinda kwa wivu mkubwa. Hivyo basi nitumie fursa hii na nipende kuhakikishia Watanzania kuwa serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na Amiri Jeshi Mkuu wa Vyombo vya Ulinzi na Usalama itaendelea kuchukua hatua kali dhidi ya wahalifu wote wanaojihusisha na usafirishaji haramu wa binadamu, huku ikiendelea kuwalinda waathirika na kuhakikisha kwamba wanapata haki na hifadhi stahiki, au hifadhi hizi za huduma wanapata hifadhi stahiki, lakini pia mahitaji muhimu ya kibinadamu.